Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, 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 Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, Ikemo, you do unimaginable things. You are indescribable God. You are the God of power. Ikemo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa umbali ambao ametufikisha. Hakika kama ingelikuwa ni katika mapenzi ya Mungu, hatungelikuwa tumelifika siku ya leo. Kwa hivyo wacha Mungu akazidi kupewa sifa, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama yeye. Nachukua fursa hii kuwakaribisha katika mahubiri yetu ya siku ya leo, na yanaenda kutoka katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, mlango ni wa 5 mstari wa 18, na topic yetu ya leo nataka tuongelee kuhusu nguvu ya shukrani. Najua Jumapili mbili ambazo zimepita hatujakuwa na mahubiri. Kulikuwa na changamoto ya hapa na pale, jinsi mnavyojua. Recording yetu tunayoifanya tunatumia simu na kumekuwa na matatizo hapa na pale, lakini tumerejea. Nguvu ya shukrani ndio topic yetu ya leo. Na tumesema tutasoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, kwa wale ambao wako na Biblia ya Kizungu. First Thessalonians. It is First Thessalonians chapter 5 verse 8. Chapter 5 itasoma verse 18. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Itarudia tena. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Maandiko yanatuambia kwamba tukaweze kushukuru katika kila jambo, maana ni mapenzi ya Yesu Kristo katika maisha yetu. Maandiko yajasema ya kwamba tushukuru wakati tuko na mema peke yake. Maandiko yanasema shukuruni katika kila jambo, maana ni mapenzi ya Kristo kwetu sisi. Katika ya maisha tunaishi, sisi kama Wakristo ama kila mmoja ambaye anaishi katika ulimwengu, tunapenda kutoa shukrani wakati tunapokea mambo mazuri. Lakini wakati tunapitia changamoto, inakuwa ni shida sana kuweza kushukuru. So wakati wa mazuri peke yake ndio watu wanashukuru, lakini wakati watu wako na shida, kazi ni manunguniko na kulalamika. Mungu ako wapi? Mungu ako wapi? Lakini wakati anakupea kazi, Mungu ni mzuri, Mungu apewe sifa, hakuna mwingine kama yeye. Lakini wakati umegonjeka, unaanza kukimbia huku na huku, mpaka unasahau Mungu, unasahau mahali umesaidikia. Juu shida imekupata, ushaanza kutoroka, umeenda unatapakaa huku na huku. Bwana Yesu asifiwe. Hatufai kuwa watu ambao wanashukuru Mungu tu wakati wanapata mazuri. Tunafaa wakati wa shida tunasimama pamoja, wakati wa raha tunasimama pamoja, lakini si wakati wa raha tunasimama pamoja na kumuhimidi Mungu. Shida ikikupata, hatukuoni, umedisappear, umeenda. Wewe umeenda kutafuta usaidizi mahali kwingine. Bwana Yesu asifiwe.
Shukrani sio matukio ya baraka, ni mtazamo wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shukrani sio matukio ya baraka, bali ni mtazamo wa imani. Tumeichukulia shukrani ati unasikia nani ako na shukrani? Watu wanaangaliana hivi. Ati mtu anangoja ile kitu alitendewa na Mungu, ati hiyo ndo shukrani. Hapana, shukrani inafaa kukua mtazamo wetu wa imani. Unashukuru Mungu hata kwa yale ambayo unayapitia. Unashukuru Mungu kwa status uko ndani. For the food that you are eating, haijalishi ni gani, unashukuru Mungu. For the clothing, hizo nguo zenye unavaa, unashukuru Mungu. For the house that you are living in, unashukuru Mungu katika kila jambo. Katika shida, katika raha. So shukurani, jambo la kwanza nataka tuangalie point number 1. Tutaangalia point 3, na ya kwanza ni shukurani ni mapenzi ya Mungu. Shukurani ni mapenzi ya Mungu. Unaposhukuru Mungu, unatembea katika mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. So tumesema shukurani ni mapenzi ya Mungu. Unaposhukuru Mungu, unatembea katika mapenzi yake. Jambo ambalo tunaweza kumfanyia Mungu ni mambo mawili ama matatu. Ni kumwabudu, kumpea sifa na kufanya nini? Na kumshukuru. So jambo la msingi zaidi ni kumshukuru Mungu. Hiyo ndo malipo unaweza patia Mungu. Namshukuru kwa uhai, namshukuru kwa uzima, namshukuru kwa umbali amenitoa. Hiyo ni kutimiza. Unapomshukuru Mungu, unatimiza mapenzi ya Mungu, ama unatembea katika mapenzi yake. So shukurani ina matter a lot. Tunaona katika Biblia wakati watu 10 waliponywa ukoma, mmoja ndiye alirudi akafanya nini? Akarudisha shukurani. Yesu lile jambo lilimguza. Mbona niliponya 10? Mbona mmoja ndiye amerudisha shukurani? Kwa hivyo tunaposhukuru Mungu wakati wa mema na mabaya, tunatimiza ama tunatembea katika mapenzi yake. So ni mapenzi ya Mungu kupokea shukurani. Point number 2, shukurani hufungua milango ambayo manunguniko hufunga. Bwana Yesu asifiwe. Shukurani hufungua milango ambayo manunguniko inafunga. Ukiwa Mkristo, wakati uko na changamoto, unasema, kwa nini inanitendekea mimi? Kwani mimi niko aje kama mimi kama wengine? Sijui nini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu apendi manunguniko. Na unaponungunika, mlango wako unafunga wa baraka. Let's say you have a problem, and this problem needs an urgent solution. And then you start complaining, God, why me? Why is this happening to me? We mwenyewe unajiletea shida. You are closing that door of blessing or that solution from God because of complaining. You should give God thanks in everything. Tunamwona hata Yesu alipokuwa msalabani, alisema Mungu wasamee, hawajui kitu wanafanya. Acknowledge ya kwamba ni mapenzi ya Mungu akuwe wapi? Pale msalabani. So whatever you are going through in life, be thankful to God. If you do that, probably ama itafika tu mahali you'll get a solution to your problems. Lakini manunguniko na kutangatanga huku na kule, it will never help you. Utazunguka, utarudi tu pale pale mahali ulianzia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Point number 2, shukurani hubadilisha mtazamo wetu. Shukurani hubadilisha mtazamo wetu. Unapokuwa mtu wa kushukuru Mungu kila wakati na katika kila jambo, mtazamo wako unabadilika. Hata wakati wa shida haukai kutetemeka. Hata wakati wa matatizo haukai kutingizwa. Mambo yakiharibika, wewe umesimama, utashangaa, huyu naye siri yake ni nini? Siri ni kumshukuru Mungu. Naona mtoto wangu ndio amegonjeka, namshukuru Mungu. Mungu, najua na kushukuru kwa mahali umenifikisha.
najua mtoto wewe ndio utaponya, nipatie suluhisho. Lakini woi, mtoto wangu ndio huyu anakufa, woi sijui nini, woi sijui nini. No, hata saa anaweza kufa. Because sasa ikiwa ni adui alikuwa anataka kumuua na ndio ushapani kumeshaanza atakufa, umetoka umeanza kutangatanga huku na kule, si Mungu atakuacha? But if you give God thanks na usimame weke mguu yako chini na umaanishe, Mungu atakusaidia. So shukurani huinua imani yako. Chini ya hiyo point ya kwamba shukurani hubadilisha mtazamo wetu, nataka tuangalie shukurani huinua imani yako kivipi. Unapokuwa huna kazi, Mungu akikupatia kazi, unashukuru. Unapokuwa mgonjwa unapona, unashukuru. Unapoamka tu unashukuru. Unapopata kidogo unashukuru. Unaponunua hata kiatu ya 500 unashukuru. Mtoto wako anapoenda shule unashukuru. Kila jambo kinapofanyika unashukuru. Imani yako inainuka kwa sababu you really appreciate everything. You give thanks to God for everything that goes on in your life. You don't take anything for granted. You are not waiting for big things to happen in your life so that you can give God thanks. So shukurani huinua imani yako. Hukukumbusha kwamba Mungu amekuwa mwaminifu hapo awali na atakuwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Kushinda ukishukuru Mungu katika kila jambo huwa inakufanya ukumbuke ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwako tangia hapo kitambo, na hata sasa, na hata wakati unakuja bado atakuwa mwaminifu. Ukiwa wewe ni mtu wa kushukuru Mungu, hata yatokee magani, unajuanga Mungu atakuja. Si alinisaidia? Kuna wakati nilala kwa kitanda ya hospitali, karibu nikufe, nikapumua na oxygen, karibu nifanye nini, nikafanywa operation, lakini alinitoa huko. So niko na imani ya kwamba yule alinitoa huko, hata hapa atafanya nini, atanitoa. Na hata kama adui ananitishia, bado tukisonga mbele, huyo Mungu atafanya nini? Huyo Mungu atanisaidia. Bwana Yesu asifiwe. So kushinda ukitoa shukurani huwa inakupatia kumbukumbu ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwako hapo mbeleni, na bado atakuwa hata kama kutatokea jambo. Point number 3, ambayo ni point ya mwisho ambayo nataka tuangalie, ni ya kwamba shukurani huleta baraka. Shukurani inaleta aje baraka kwako? Wacha tusome katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, mlango ni wa 6, mstari wa 11. Tusome story ambayo ni ya Yesu Kristo alipokuwa anataka kuwalisha watu 5,000 akiwa na zile samaki na ile mikate. Wacha tusikie maandiko yanasema vipi. Basi Yesu akaitwaa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi na kadhalika katika wale samaki kwa kadri walivyotaka. So maandiko yanatuambia basi Yesu akaitwaa ile mikate, akashukuru. Bwana Yesu asifiwe. So kabla Yesu hajafanya ule muujiza, alitoa shukurani na kushukuru Mungu wangu kwa hii samaki na kwa hii mkate, ndiye akafanya muujiza. Kwa hivyo shukurani huleta baraka. So wewe unaposhukuru Mungu kwa kile kidogo ambacho uko nacho, then it will do what? It will multiply. The way Jesus did. Alipeana shukurani kwa Mungu, na baada ya kupeana shukurani ndiye akaperform ile miracle. So kumaanisha alishukuru Mungu kwa kile kidogo ambacho yule mtoto alikuwa nacho, na akaomba viongezeke na Mungu akamuongezea. So wewe ukiwa na umebarikiwa na kidogo na unashukuru Mungu, hakika baraka zako zitakuwa multiplied na zitaongezeka. So miujiza huanza pale tunapomshukuru Mungu kwa kile tulicho nacho. Muujiza inaanzianga hapo unaposhukuru Mungu kwanza kwa kile kidogo ambacho uko nacho. So moyo wa shukurani huvuta ongezeko, lakini moyo wa kulalamika hufunga baraka.
Moyo wa shukurani huvuta nini? Ongezeko ndani ya baraka, lakini moyo wa kunungunika inafunga baraka. So ikiwa wewe ni mtu ambaye kila wakati ni manunguniko, ukipata tu shida kidogo ni manunguniko, ukipata tu matatizo kidogo ni manunguniko, unafunga baraka zako. Ilikuwa ubarikiwe ufike kiwango fulani, lakini unafunga baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. So point number 1 tumesema shukurani ni mapenzi ya Mungu. Point number 2, shukurani hubadilisha mtazamo wetu. Na point number 3 tumesema shukurani huleta baraka. So in conclusion, tutasema vipi? Tutasema hivi, hata maisha yanapokuwa magumu, endelea kumshukuru Mungu kwa sababu shukurani huongeza nini? Shukurani huongeza imani. Bwana Yesu asifiwe. So in conclusion tumesema ya kwamba hata mambo yakuwe yamekaa vipi, hata hali ikuwe vipi, wacha tuendelee kumshukuru Mungu, maana tunapomshukuru Mungu, hiyo shukurani huwa inainua imani zetu juu. Bwana Yesu asifiwe. Natumaini kuna mtu amebarikiwa, najua mmebarikiwa mahali popote mko. Asante sana kwa wale ambao wamechukua wakati wao kunisikiza, na naomba Mungu akazidi kuwabariki na akazidi kuwalinda. Mkachukue time yenu ku-like hizi video zetu na kusubscribe katika channel yetu, na tukaweze kushare link ndio injili ikaweze kufika katika ulimwengu mzima. Ukiwa na group mahali, chukua weka link huko, watu wakabarikiwe, tusibarikiwe peke yetu. Hadi tutakapopatana wakati mwingine. Shalom, shalom, shalom. Ezemo, you are the God of power. Ikemo, Ezemo.